Je, unajua? Kitu au jambo linapohifadhiwa na kutunzwa kwa muda mrefu ndivyo huishi zaidi akilini mwa watu. Mimi nimejua baada ya kutembelea mji mdogo wa kihistoria Kaole, wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, kuwa yapo makaburi matatu maarufu ya kihistoria yaliyotunza siri nzito nchini Tanzania. Lipo kaburi lenye mnara mrefu zaidi ya mengine la aliyekuwa kiongozi wa dini ya Kiislamu aliyefahamika kwa jina la Sheikh Ali Ijma aliyefariki mwaka 1270, huku sababu kubwa iliyopelekea urefu wa mnara huo ni heshima aliyokuwa nayo kiongozi huyo. Asikwambie mtu. Upendo ni kitu kingine kabisa, na wapenda nao wacheni hao. Mtazamaji, huenda hii ikawa sababu ya mfano hai ambapo waasisi wa mapenzi ya kweli milio imelazwa katika eneo la Kaole ni mwanamke na mwanaume wa ugaibuni ambao kisa chao kinafananishwa na mfano wa ua la alizeti changa linavyochanua maua yake na linapokomaa hujikunyata na maua yake. Baada ya wawili hawa kutumia chombo cha usafiri cha majini kuelekea kusikojulikana, akili yangu inaniambia kwamba huenda mwanzoni mwa safari yao walitumia kanuni ya maamuzi ya leo, matokeo ya kesho, kwa kulipia kufa na kupona kwa pamoja kwa kutumia kujifunga mtandio ili wasitenganishwe na ajali hiyo. Lakini isivyo bahati walifariki dunia, na ndipo wenyeji wa Samaria wema ufukwe ya bahari ya Hindi wakawapumzisha katika kaburi moja ili wasitenganishwe daima, jambo ambalo linasadikika mpaka leo. Wengi hutembelea kaburi hilo wakiwa na imani ya kutafuta suluhisho la mahusiano yenye mgogoro na kudumisha mahusiano yao. Kaburi la tatu la msichana mwanamwali aliyekuwa amejaliwa karama na Mwenyezi Mungu ya kusaidia watu kutafsiri ndoto, aliyefahamika kwa jina la Sharifa, ambaye alizikwa katika eneo hilo kama alama ya kihistoria ya karama ya kipekee. Hata hivyo, yapo maji ya ajabu yanayopatikana katika eneo hili la Kaole ambapo watu hutumia katika kuondoa mikosi. Mtazamaji, kwa nini yaitwa maji ya ajabu? Ni kwa sababu miaka nenda miaka rudi hayaongezeki wala kupungua. Kaole, 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 na kutaja mara 3. Umehifadhi, umetunza alama za kumbukumbu za kihistoria. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Usiache kufuatilia chaneli hii, kulike na kucomment. Ulikuwa nami Naomi Fumbuka.